Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na karibu kwenye taarifa za mwisho wa siku za Iqra FM 95.0 ukisomewa nami Abdul Hamid Suleiman. Rais William Ruto amemteua katibu katika Wizara ya Biashara Lee Kinyanjui kuwa mwenyekiti mwenza wa Baraza la Makubaliano ya Ushirikiano wa Kiuchumi kati ya Kenya na Muungano wa Ulaya. Uteuzi huo uliofanywa kupitia notisi ya gazeti la Aprili tarehe 11. Baraza la EPA ndilo chombo kikuu kilichoanzishwa chini ya mfumo wa EPA kati ya Kenya na EU. Ina jukumu la kusimamia utekelezaji wa makubaliano. Makubaliano hayo yanahakikisha upatikanaji wa soko bila ushuru na upendeleo kwa bidhaa za Kenya kwa mataifa yote 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya, na hivyo kukuza mtiririko wa biashara na uwekezaji ulioimarishwa. Kando na Kinyanjui, Ruto pia amemteua waziri wengine 4 kama wanachama wa baraza hilo. Hao ni Waziri Mkuu Musalia Mudavadi ambaye ni waziri wa masuala ya kigeni, John Mbadi ambaye ni waziri wa hazina ya kitaifa, Mutahi Kagwe katika wizara ya kilimo na Aden Duale katika wizara ya afya. Na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed ametaka mageuzi ya haraka katika tume ya kuajiri walimu TSC, akiangazia hali ya wasiwasi iliyoenea miongoni mwa walimu wa Kenya. Akizungumza wakati wa harambee ya kufadhili ujenzi wa afisi ya chama cha kitaifa cha walimu Kenya NAT tawi la Migori, kiongozi huyo wa wachache katika bunge la kitaifa amekosoa uongozi wa TSC akitaja wasiwasi kuhusu kukwama kwa upandishaji vyeo wa walimu na ukosefu wa ajira mpya ya walimu. Amesisitiza kuwa hali ya sasa imewaacha walimu wengi wamekata tamaa na kupuuzwa. Ametangaza nia yake ya kuwasilisha swala hilo mbele ya bunge litakaporejea Jumanne wiki ijayo kwa lengo la kuanzisha mjadala na kuchukua hatua kuhusu mageuzi ndani ya tume hiyo. Na kwenye taarifa za tanzia ni kuwa mwanamume mwenye umri wa miaka 35 amekamatwa baada ya kudaiwa kuwakata vichwa watoto wake wawili wenye umri wa miaka 2 na 7 katika eneo la Touch Assis huko Konoin, kaunti ya Bomet. Kamanda wa polisi kaunti ya Bomet Edward Imbwanga amethibitisha kisa hicho, akisema mshukiwa alitumia kisu cha jikoni kutekeleza mauaji hayo ya kinyama. Kulingana na polisi, miili ya watoto hao ilipatikana jikoni nyumbani mwao. Kisa hiki kinajiri siku chache baada ya kurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI kutangaza kukamatwa kwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya kikatili ya mfanyabiashara wa Bomet. Kupitia taarifa, DCI imefichua kuwa walimkamata mwanamume aliyehusika na mauaji hayo ambaye alikuwa mpenzi wa zamani wa mwanamke huyo. Hii ni Dira ya Iqra 95.0 FM. Na kwenye ibara ya elimu ni kuwa waziri wa elimu Julius Migoso Gamba amebatilisha uteuzi wa wanachama 4 wa baraza la chuo kikuu cha Nairobi. Katika notisi ya serikali, Gamba amesema ubatilishaji huo unaanza mara moja. Waziri huyo hata hivyo amewateua tena waliokuwa wanachama wa baraza la chuo kikuu cha Nairobi kuhudumu katika vyuo vikuu vingine katika wadhifa sawa. Sally Ngeringonyi Toritich sasa atahudumu kama mjumbe wa baraza la chuo kikuu cha Embu hadi Mei tarehe 22 mwaka 2026. Daktari Parmain Ole Narikai anakuwa mwanachama wa baraza la chuo kikuu cha Eldoret, huku Karen Kerubo Omwenga akihudumu katika baraza la chuo kikuu cha Karatina. Ahmed Sheikh Abdullahi ameteuliwa kujiunga na baraza la chuo kikuu cha Mama Ngina. Mabadiliko hayo yanajiri huku ukiwa na mzozo wa ndani kuhusu uongozi na utawala wa University of Nairobi ambao umejitokeza hata katika mikutano ya hadhara. Na uchaguzi wa chama cha wahariri nchini umeahirishwa. Uchaguzi huo ambao ulikuwa ajenda kuu ya mkutano wa kila mwaka umeahirishwa kutokana na kukosekana kwa idadi kamili. Wanahabari wa kongwe Zubeida Kananu na Yvonne Okwara walikuwa wakigombea kiti cha urais na hivyo kuashiria ushindani wa hali ya juu kati ya watu wawili mashuhuri kwenye vyombo vya habari. Katika nyadhifa nyingine, Francis Openda wa Radio Africa Group ndiye aliyeteuliwa pekee kuwa makamu wa rais na alitangazwa kuchaguliwa bila kupingwa. Vilevile Linda Bach, Ken Free Kiberenge na Millicent Awor waliteuliwa kama wajumbe wa baraza hilo. Na serikali inalenga kuanzisha sera ambayo itadhibiti idadi ya miradi ya serikali ambayo mwanakandarasi anaweza kupokezwa zabuni ya kuitekeleza ili kuhakikisha inakamilishwa kwa wakati. Kwa mujibu wa naibu mkuu wa wafanyikazi Ikulu anayesimamia mipango na uwajibikaji Eliud Owalo,
Hatua hii inalenga kuhakikisha mwanakandarasi hachukui miradi mingi na kisha kushindwa kuitekeleza. Aidha, serikali imetambua kuwa baadhi ya wanakandarasi baada ya kufaulu kupata zabuni ya miradi mbalimbali huzembea kumaliza kazi kwa wakati licha ya kupokea malipo yao. Na katika habari za kimataifa, Kongo, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF James Elder amesema kiwango cha unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto ni kikubwa mno na ametaka hatua za haraka zichukuliwe. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa 35% hadi 45% ya watoto ni wahanga wa ubakaji katika matukio 10,000 ya unyanyasaji wa kijinsia yaliyoripotiwa katika miezi ya Januari na Februari mwaka huu. Msemaji huyo wa UNICEF amewaambia waandishi wa habari wa mjini Geneva alipozungumza nao kutoka Goma kwamba kulingana na takwimu za awali, mtoto mmoja alibakwa kila baada ya nusu saa na kwamba unyanyasaji huo ulitokea zaidi wakati wa vita vya mwaka 2025 huko mashariki mwa Kongo. Zikiwa ni dakika 9 zimekatika baada ya saa 4 usiku majira ya Afrika ya Mashariki. Huo ndio mwisho wa Dira. Umekuwa ukisomewa nami Abdul Hamid Suleiman. Usiku mwema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa ya tofauti.